Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.
sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 8 na aya ya 11 hadi ya 14. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya uraji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni, nao watatwaa baadhi ya damu yake na kutia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Neno la Bwana. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Kiitikio: ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Ee Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana na mjakazi wako. Umevifungua vifungo vyangu. Kiitikio:
Nitakutolea dhabihu ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote. Kiitikio: Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula, akikitwaa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mnywapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane.
Nasoma Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 15. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, na Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, ifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ile ya kutawadha miguu, bali usafi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote, kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti. Ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuifuta na kutwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyotendea nanyi mtende vivyo hivyo. Neno la Bwana. Msifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Karibuni tutafakari neno la Mungu. Leo tunapoanza maadhimisho ya siku 3 kuu za Pasaka, linaitwa Easter Triduum, yani Alhamisi Kuu, Jumamosi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu. Kisha tunaingia Pasaka. Maadhimisho haya yanaanza na misa hii ya Alhamisi Kuu, ambapo tunaadhimisha karamu ya mwisho, karamu ya Yesu na wanafunzi wake. Na ndani ya karamu hiyo Yesu anafanya mambo makuu matatu. Kwanza, anaweka amri kuu ya mapendo kwa kuwatawaza wanafunzi wake miguu na kuambia, na wapeni mfano nanyi mfanye vile vile. Lakini upendo huu ndio ambao Yesu anautenga kwa namna ya pekee
kwa kutoa mwili wake na damu yake na kuwapatia wanafunzi wake, yaani sakramenti ya Ekaristi. Na kama haitoshi, tendo hili la kutoa mwili na damu ya Kristo ili liweze kuendelea kwa kizazi na vizazi, Yesu anawaweka wahudumu wa Ekaristi hiyo, yaani mapadre. Haya yote yanafanyika ndani ya jioni moja, wakati wa mlo, wakati wanaadhimisha Pasaka ya Kiyahudi. Sasa leo naomba tujadiliane, tuyaone pamoja, Pasaka ya Kiyahudi ni nini na ina mahusiano gani na Pasaka yetu sisi? Je, Yesu alikula Pasaka ya Kiyahudi? Na kama alikula Pasaka ya Kiyahudi, ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Wapendwa, Alhamisi Kuu tunaadhimisha karamu ya mwisho ya Bwana. Kwa Kilatini inaitwa Cena Domini. Cena Domini. Karamu hii alikula Yesu pamoja na wanafunzi wake akiadhimisha Pasaka ya Kiyahudi. Na humo ndani Yesu aliweka sakramenti ya Ekaristi, akaweka wahudumu wa Ekaristi, na pia akaweka amri kuu ya upendo. Hivyo nawalikeni katika tafakari hii tuangalie kwa pamoja Pasaka ya Kiyahudi inakuwaje na inasherekewaje. Pasaka ya Kiyahudi ni kumbukumbu la ukombolewa kutoka utumwani Misri. Hivyo Yahudi wanapoadhimisha Pasaka wanafanya kumbukumbu la ukombolewa kutoka utumwani Misri. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kutoka sura ya 13 aya ya 8. Na zaidi hasa Pasaka ya Kiyahudi ilikuwa ni lazima lisimuliwe kwa vizazi na vizazi. Hivyo Wayahudi wanasimulia namna gani waliokombolewa kutoka utumwani Misri kwa vizazi na vizazi. Mpaka leo Wayahudi wanaadhimisha Pasaka ya Kiyahudi. Na Pasaka hii inaadhimishwa siku 7 ndani ya Israeli na siku 8 kwa Wayahudi walio nje ya Israeli. Kati ya siku hizo, siku ya kwanza na siku ya mwisho ni mapumziko. Na Pasaka hii inaadhimishwa lini? Inaadhimishwa kati ya siku ya 15 au ya 21 ya mwezi wa Kiyahudi unaitwa Nisan au Nisan, ambayo ukiweka kwa miezi yetu ni kati ya mwezi Aprili, mwezi wa 3 na wa 4, mwezi Machi na Aprili. Pasaka hii ya Kiyahudi huanza na mlo maalumu ambao alikula Yesu pamoja na wanafunzi wake. Huu mlo ndio huwa unafungua sasa Pasaka inavyoanza ya Kiyahudi. Na mlo huu unaitwa Seida, mlo wa jioni. Huu mlo unaitwa Seida kwa Kiyahudi. Wakati wa mlo huo kuna matukio kadhaa yanafanyika. Tukio la kwanza ni kusoma neno la Mungu, wanaita Haggadah. Hivyo ndani ya mlo ule wanasoma kwa neno la Mungu, wanaita Haggadah. Kisha wanasoma Zaburi au wanaimba Zaburi. Kawaida huwa wanaimba Zaburi 6. Zaburi hizi kwa Kiebrania zinaitwa Halal, Zaburi za kusifu, kuanzia Zaburi ya 113 mpaka 118. Kisha wanakunywa mvinyo, na mvinyo unaokunywa ni glasi 4 za mvinyo.
zinaletwa kwa awamu tofauti tofauti. Halafu wanakula chakula maalum, mkate usiotiwa chachu unaitwa maso, pamoja na mboga chungu zinaitwa maro. Hivi ndivyo inavyofanyika wakati wa mlo wa jioni, ile Pasaka ya Kiyahudi, na ndiyo Yesu alivyofanya. Sasa vinafanyikaje? Mlo wa jioni wanapokusanyika ndani ya familia, baba wa familia ndiye anayeongoza mlo huo, na baba wa familia anakuwa amevaa nguo nyeupe, zinaitwa kwa Kiebrania kitel. Na hapo wanapokaa wamekusanyika, wanaanza kula, baba wa familia anaanza kubariki, anabariki kusanyiko pamoja na chakula. Baraka hii inaita kuidush. Hivyo anapobariki, akimaliza kubariki baba wa familia, kisha wanaletewa maji ya kunawa, wananawa. Wakimaliza kunawa, mlo unaanza. Wanaletewa kwanza saradi. Saradi lugha nyingine mnataja kachumbari, wanaletewa kwanza kachumbari, hizo saladi hizo. Lakini saladi zenyewe zinakuwa zimewekwa kwenye maji ya chumvi. Halafu wakimaliza kuzila zile, wanaletewa yai la kuchemsha, wanagaiwa yai, wanaendelea kula. Na hili yai ni ishara ya uhai na upendo wa Mungu. Wakati huo wanakula saladi pamoja na yai la kuchemsha, kisha wanaletewa mvinyo glasi ya kwanza, wanaendelea kula. Baada ya hapo, vyombo vinatolewa, inaletwa glasi ya pili ya mvinyo, wanaendelea kunywa. Muda huo sasa, watoto wanaruhusiwa kuuliza maswali, kuuliza wazazi wao juu ya kinachoendelea. Kwa nini tunafanya haya, na haya maana yake ni nini? Hapo wanapewa majibu juu ya kumbukumbu la kukombolewa kutoka utumwani Misri, na namna gani waliadhimisha Pasaka ya kukombolewa kutoka utumwani Misri. Na haya yanasomwa kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 aya ya 9. Na hili hasa neno la Mungu linasomwa kutoka katika Shema Israeli, Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Sikiza Israeli. Kisha baada ya hapo wote hunawa tena, na unaletwa mkate usiotiwa chachu, unaitwa maso. Huu unaliwa pamoja na mboga chungu, zinaitwa maro. Hivi vinaliwa ikimaanisha uharaka wa wao kuondoka kutoka utumwani Misri. Lakini zaidi hasa vinamaanisha, jamani, kwamba maendeleo yoyote ya kiroho na kimwili huja baada ya mateso na sadaka kubwa. Wakisha kula, kisha huimba zaburi, na zaburi zinazoimbwa ni zaburi za kumsifu Mungu, zinaitwa harau. Wakimaliza kuimba zaburi, wanaletewa mvinyo glasi ya 3, na hii inaashiria shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Wakati wanaendelea kunywa glasi ya 3 ya mvinyo, wanaletewa nyama ya kondoo, na hapo wanaimba na kula wakimsifu Mungu. Wakimaliza
Wanaendelea kuimba zaburi hizo za Halal, yaani zaburi ya 113 mpaka 118. Zaburi hizi ni zaburi 6 za kumsifu Mungu. Wakimaliza hapo, kisha wanaletewa tena glasi ya mwisho ya mvinyo, na hii hunywewa kuashiria ukuu wa Mungu. Wakimaliza hapo, mlo kamili unakuwa umekamilika, na hii ndiyo Seder inavyoadhimishwa. Na hapo wanatakiwa watawanyike. Yesu alikula karamu hii pamoja na wanafunzi wake. Vipengele ndani ya Seder, baadhi ya vipengele Yesu alivibadilisha. Kipengele cha kutawadha miguu kawaida ilipaswa kuwa mwanzo na mwisho wa mlo, lakini Yesu katikati ya mlo akaamka akaenda kutawadha miguu. Tutaona mbele. Kwa nini lakini Yesu alikula mlo huo pamoja na wanafunzi wake? Alikula mlo pamoja na wanafunzi wake kama tamaduni ya Kiyahudi kuadhimisha Pasaka. Lakini ndani ya Pasaka ile ambayo kwayo ilikuwa ni kumbukumbu ya ukombolewa kutoka katika utumwa wa Misri, wanafunzi wa Yesu leo hii tunakumbuka na kuadhimisha karamu kubwa aliyoifanya Yesu, kumbukumbu ya yeye mwenyewe kujitoa kuwa mwili na damu, chakula chetu wasafiri, ambacho kitatolewa kwake yeye aliye mwanakondoo wa Pasaka, ambaye amejitoa kwa ajili ya uzima wetu. Sasa, kwa nini matukio haya yaliongezwa na Yesu ndani ya mlo huo? Kwa nini Yesu aliwatawadha miguu wanafunzi wake? Wayahudi wana tamaduni za kutawadha kabla na baada ya kula. Baba wa familia kawaida huoshwa miguu na mtumwa aliyepo ndani ya familia au mjakazi, kama sio mdogo kuliko wote walio ndani ya kwenye huo mlo, ndio anapaswa kumuosha miguu baba wa familia. Hivyo kitendo cha Yesu katikati ya mlo kuamka na kujifunga kitambaa na kwenda kuwaosha miguu ilikuwa kwao ni zihaka, na ndio maana hawakuelewa. Lakini Yesu akawaambia amefanya hivyo nao waige. Maana yake unyenyekevu wa aina ya pekee, yeye aliye Bwana na mwalimu kujishusha na kuwaosha miguu wanafunzi wake. Ndio maana Yesu alivyomaliza kutawadha aliwaambia, nimewapa mfano, nanyi fanyeni vile vile. Yaani kuwa tayari kujishusha na kujinyenyekeza kwa ajili ya kuhudumia wengine na kuwatumikia. Yesu anapomaliza kuwaosha miguu anarudi mezani, na hapo anatoa mkate na divai ambavyo kawaida vilitumia katika mlo ule wa Kiyahudi Seder. Yeye anavigeuza kuwa mwili na damu yake. Na kisha anawaambia, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Manake amewapa mamlaka ya kuendelea kugeuza mkate na divai kuwa mwili na damu yake. Kula mwili na damu ya Yesu hakuna maana nyingine zaidi
ya kutafuta muunganiko na Kristo mwenyewe, muunganiko na yeye, yaani kuwa kama yeye. Hivyo leo tunapoadhimisha Alhamisi Kuu, tunasali mbele ya Mwenyezi Mungu na kumwomba Yesu kwanza atuunganishe naye kwa kushiriki mwili na damu yake, tujiunge naye, tuwe kama yeye na tustahilishwe kufika kule aliko yeye. Lakini pia tunaalikwa kuwa tayari kuiga mfano aliotuachia wa kuwa tayari kujishusha na kuhudumia wengine. Leo tunawekwa mbele yetu picha ya kuhani wa Agano Jipya ambaye ndiye Kristo mwenyewe, nasi tunaalikwa na kufanywa makuhani wa Agano Jipya, kuendelea kushiriki mwili na damu ya Kristo, kuwa Kristo mwingine. Hivyo ndugu zanguni, tunapoadhimisha Alhamisi Kuu, karamu ya Yesu na wanafunzi wake, tafakari yetu ilenge hasa juu ya mambo machache yaliyofanyika kwenye mlo huo. La kwanza, Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu, mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je, tunaipa heshima ipasayo Ekaristi Takatifu? Je, tunaipokea Ekaristi Takatifu kwa uchaji na ibada, au tunapokea kwa mazoea? Je, mioyo yetu inajawa hamu ya kupokea Ekaristi, au hata tusipopokea tunaona ni sawa? Je, tunapopokea Ekaristi Takatifu mioyo yetu inajaa tamaa na hamu ya kuunganika na Kristo, au tunakula tu kama tunavyokula mabumunda? Ndugu zanguni, tuepuke sana kupokea Ekaristi kwa mazoea. Ekaristi inatudai uchaji wa aina ya pekee, matayarisho ya ndani ya nafsi zetu kabla ya kwenda kumpokea Yesu. Lakini zaidi ya hapo, leo wanawekwa mbele yetu mapadri. Sakramenti ya upadri iliyowekwa siku ya Alhamisi Kuu, kazi yao ni kuhudumu Ekaristi Takatifu na kuwafundisha watu juu ya kumjua Mungu na uchaji kamili mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana leo tunaalikwa kuwaombea mapadri ili Mwenyezi Mungu aliyowaita aendelee kuwafanya vyombo vya kutangaza neno la Kristo na kumshusha Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Lakini zaidi hasa katika mlo huo Yesu aliweka amri kuu ya mapendo. Na wapeni mfano nanyi fanyeni vile vile. Na akafanya hivyo kwa ishara ndogo sana ya kutawaza miguu. Kwa Kiyahudi, kumtawaza mtu mguu, hasa aliyemtuma, aliye mdogo, ilikuwa ni unyenyekevu uliopitiliza. Na ndio maana hata Petro adibisha, anamwambia, wewe mwalimu unitawaza mimi miguu? Hasa ndani ya familia zetu, katika tamaduni zetu za Kiafrika, baba amuoshe mwanaye miguu labda kama anaumwa.
leo tunaalikwa unyenyekevu. Yawezekana tusifikie unyenyekevu wa kujishusha na kuosha miguu, lakini walau unyenyekevu wa kuwa tayari kuwahudumia wengine. Kati ya vitu ambavyo ni vigumu sana hata katika ulimwengu wa leo ni unyenyekevu. Binadamu wa leo, kila mmoja anapenda aonekane mkubwa, na akiwa mkubwa atatamani wote wanaomzunguka wajue kwamba yeye ni mkubwa. Atafanya kila kinachowezekana ili ukubwa wake utambulike. Waingereza wanasema you have to feel his presence, hata kama ni kwa kunyanyasa. Na wataalamu wa saikolojia wanasema ukitaka kuielewa vizuri tabia ya mtu, mpe vitu viwili: mpe aidha pesa au madaraka. Hapo ndiyo tabia halisi ya mtu inaonekana. Ni wachache sana anaweza akapata pesa ya kutosha au akapata madaraka akabaki bado ni mnyenyekevu. Wengi wanaishia kuwa na kiburi na majivuno. Leo kila mmoja tunaalikwa kujitafakari na kujiuliza, ndani ya familia yako, kazini kwako, kwenye biashara yako, kwenye jumuiya yako, kwa wote unaoishi nao, je, wanaonja unyenyekevu kidogo kwako? Au wanaonja ubabe na kiburi kisichokuwa na mwisho? Kama ni mkuu wa kitengo au nafasi fulani uliopewa, walio chini yako, wewe wanavyokuona wanaona nini ndani yako? Wanaona kiburi? Wanaona kujivuna? Na bahati mbaya, wakati mwingine kiburi na majivuno vinaingia mpaka ndani ya familia zetu. Unyenyekevu unapotea. Kiburi na majivuno vikikosa ndani ya familia, familia lazima ipasuke katikati. Vikikosa ndani ya jumuiya, jumuiya lazima igawanyike katikati, kwa sababu kila mmoja atataka kuonyesha ubabe wake. Leo kila mmoja ajiulize, hivi mimi nina unyenyekevu kidogo? Ninao chembe unyenyekevu kwenye maisha yangu? Ninao chembe unyenyekevu kwa mke wangu na watoto wangu? Unyenyekevu nao kidogo kwa mume wangu? Kwa wafanyakazi wenzangu, mimi unyenyekevu upo kidogo? Niko tayari kuhudumia bila kunung'unika? Ninapopewa kazi na wakubwa zangu nafanya bila unung'uniko? Ninapokapa hapa kazi walio chini yangu nawapa bila kuwanyanyasa? Leo tunaalikwa kuiga unyenyekevu. Yesu anatuambia, nawapeni mfano nanyi fanyeni vile vile. Narudia, yawezekana tusifike nafasi ya kushuka kabisa na kuoshana miguu, lakini tusinyanyasane, tusinyimane hewa. Kama wafuasi wa Kristo, tuige unyenyekevu walau kidogo, wakuwa tayari kuhudumiana,
tayari kutumikiana, na kila mmoja afurahie uwepo wa mwenzake, na hapo litakuwa maana halisi ya yale aliyofundisha Kristo. Tumwombe Kristo aliyejishusha akawaosha wafuasi wake miguu atufundishe sisi nasi kujishusha na kuondoa viburi ndani ya nafsi zetu na kuwa tayari kuoshana miguu kwa namna moja au nyingine na kuhudumiana na kutumikiana. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.